Mtazamaji wa VOT Media, leo nataka tuichambue kwa kina xenophobia, tuweze kuielewa mimi na wewe xenophobia ni nini. Lakini sikio lako ni la muhimu zaidi ili uweze kunielewa nini ambacho mimi namaanisha. Xenophobia au chuki dhidi ya wageni imekuwa moja ya changamoto kubwa za kijamii katika Afrika ya Kusini kwa miaka mingi sasa. Lakini swali muhimu ni hili: kwa nini nchi ambayo ilipigania uhuru, usawa na haki kwa muda mrefu imekuwa mahali ambapo wageni wanashambuliwa? Ili kuelewa hili, tunapaswa kurudi nyuma kidogo katika historia. Baada ya kumalizika kwa ubaguzi wa rangi unaojulikana kama apartheid mwaka 1994, wananchi wengi wa Afrika ya Kusini walikuwa na matumaini makubwa. Walitarajia maisha bora, ajira zaidi na usawa wa kiuchumi. Hata hivyo, ukweli ulikuwa tofauti. Ukosefu wa ajira uliongezeka, umasikini ukaendelea, na pengo kati ya matajiri na masikini likabaki kuwa kubwa. Katika mazingira haya magumu, wageni kutoka nchi jirani na nchi za Afrika Magharibi, nchi jirani kama Zimbabwe, Msumbiji na nchi zinazoizunguka Afrika ya Kusini walikuwa wakiingia. Lakini nchi za Afrika ya Magharibi, hapa ni Ghana, Nigeria na nchi kadhaa kote Afrika, walianza kuingia kwa wingi kutafuta fursa bora za maisha. Wengi wao walikuwa tayari kufanya kazi kwa mishahara midogo, jambo ambalo lilisababisha baadhi ya wenyeji kuhisi kuwa wananyang'anywa ajira na fursa mbalimbali za kiuchumi nchini kwao. Hapo ndipo chanzo kikuu cha xenophobia kilipoanza kujitokeza. Wananchi wengine walianza kuwaona wageni kama tishio, si tu kwa ajira, bali pia kwa huduma za kijamii kama makazi, afya na elimu. Serikali ilionekana kushindwa kushughulikia matatizo haya kwa ufanisi, na hasira ya wananchi ikaelekezwa kwa wageni. Lakini ukweli ni kwamba tatizo si wageni pekee. Wachambuzi wengi wanaeleza kuwa xenophobia inachochewa pia na mambo ya kisiasa. Wanasiasa wengine hutumia hofu ya wageni kama njia ya kupata umaarufu au kuhamisha lawama kutoka kwenye kushindwa kwa sera zao. Hii inafanya tatizo kuwa kubwa zaidi na kupandikiza chuki na hasira kwa wenyeji wa Afrika ya Kusini. Sasa tuangalie madhara yake. Kwanza kabisa, madhara ya moja kwa moja ni vurugu. Kumekuwa na matukio mengi ya mashambulizi dhidi ya wageni, biashara zao kuchoma moto na hata vifo. Matukio haya yamewahi kuvuta hisia za dunia nzima. Pili, xenophobia imeharibu taswira ya Afrika ya Kusini kimataifa. Nchi ambayo iliwahi kuonekana kama mfano wa demokrasia na maridhiano, sasa inaonekana kama mahali pasipo salama kwa wageni. Tatu, imeathiri uchumi. Wageni wengi wanachangia katika uchumi kwa kuanzisha biashara ndogo ndogo, lakini wanaposhambuliwa au kuondoka, uchumi unapoteza nguvu kazi na ubunifu wao. 4, imeathiri mshikamano wa bara la Afrika. Mataifa mengine yameonyesha hasira dhidi ya matukio haya, na wakati mwingine mahusiano ya kidiplomasia yameathirika pia. Lakini kuna swali muhimu: je, xenophobia inaweza kumalizika? Jibu si rahisi, lakini kuna hatua zinazoweza kusaidia. Kwanza, serikali inapaswa kuboresha hali ya kiuchumi, hasa ajira kwa vijana. Pili, elimu kuhusu umoja na utofauti inapaswa kuimarishwa. Tatu, sheria kali zichukuliwe dhidi ya wale wanaochochea au kushiriki katika vurugu. Zaidi ya yote, ni muhimu kwa watu kuelewa kuwa matatizo ya kiuchumi hayawezi kutatuliwa kwa kulaumu wageni. Badala yake, ushirikiano na mshikamano ndiyo njia ya mbele ya kuweza kutatua changamoto hiyo ya kiuchumi. Kwa kumalizia, xenophobia si tatizo la Afrika Kusini pekee. Ni changamoto ya kibinadamu inayohitaji suluhisho la pamoja. Dunia inazidi kuwa kijiji, na hakuna anayeweza kuishi peke yake bila msaada wa wengine. Maoni yako ni yapi? Nione kwenye comment maoni yako, itakuwa vyema na swadakta sana.
Hii ni VOT Media. Wakati wote sisi tumechangamka. Hamasa ni kuendelea kusubscribe katika YouTube channel ya kwetu. Subscribe, like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki ili siku zote wasiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu. Sinofobia Afrika Kusini. Ukweli mchungu nyuma ya chuki dhidi ya wageni.